kujadili masuala mbalimbali, tunakuwa tunaangalia ni namna gani ambavyo tunaweza tuka leverage technology katika kuongeza faida katika mnyororo wa thamani wa kilimo. Na leo tuko na mada inayosema acha kubahatisha mbolea, pima udongo na mazao hub, punguza gharama na ongeza faida. Yaani kwa kutumia teknolojia ya mazao hub unaweza ukapima afya ya udongo na kupata ripoti ambayo itakusaidia wewe mkulima kupunguza gharama na kujua ni aina gani ya mbolea ambayo unatakiwa uweke au apply kwenye shamba lako ili uweze kuboresha afya ya udongo wako kwa ajili ya zao ambalo unalima. Mara nyingi tunasema kwamba kilimo ni sayansi. Kilimo ni sayansi. Kwa hiyo kila kitu ambacho unatakiwa ufanye ukiwa na uhakika wa matokeo ya hapo mbeleni. Kila kitu ambacho unatakiwa ufanye, unatakiwa uwe unajua ni nini ambacho unakitarajia, au unatakiwa ufanye ukijua kwa nini unafanya iko kitu. Kwa hiyo kwenye kilimo watu wengi wanalima kimazoea, na unakuta wengine tuko mjini tunafanya kazi, lakini tumeambiwa kwamba kilimo ni uwekezaji. Kwa hiyo kulingana na zile stori za mtaani kwamba ukilima nyanya kwa eka moja utatoa kiasi fulani, utapata faida, unaweza ukawa tajiri ndani ya muda mrefu. Faida ndogo, mtaji mdogo labda unaweza ukadouble kulingana na vile ambavyo unalima. Sasa wengine wanaenda tu wanachukua zile idea, wanaenda wananunua mbegu, wanaenda wanalima, hawajui waeke mbolea kiasi gani, anabaki tu kuuliza kwa rafiki yake. Ameshindwa kujua kwamba udongo au afya ya udongo inatofautiana shamba hadi shamba. Ubora wa mbegu unatofautiana shamba hadi shamba, maeneo hadi maeneo. Sasa namna gani ambavyo tunaweza tukaepukana na hasara ni kwa kupima afya ya udongo. Kabla hujalima inabidi ujue zao ambalo nitaenda kulipanda hapa linahitaji virutubisho gani, vinahitaji au tunasema pH kiasi gani ili iweze ikakua zaidi. Sasa kwa kufanya hivyo inaweza ikakusaidia kuokoa mengi. Sasa swali ni kwamba wewe kama mkulima au kama ni afisa ugani umewahi kutumia mbolea na mavuno yakawa chini ya matarajio, au pengine umetumia gharama kubwa sana. Umetumia mbolea kubwa sana kwa kuweka mbolea katika hilo shamba lako bila kujua, yani wewe kwa sababu tu umesikia umesikia kwamba hapa mara nyingi huwaga tunaweka DAP kiasi gani kulingana na eka moja, labda kani na mbolea nyingine ambazo zinaambatana. Kwa kusikia tu kwamba alisema huyu kuna huyu mtaalamu alisema, basi na wewe ukaenda moja kwa moja ukaweka ile mbolea. Lakini pengine kwa kuweka hizo mbolea ikawa nyingi, mwisho wa siku ukaja ukaunguza mazao yako, kama huyu bwana hapa umekuja umeweka kweli mbolea ukaunguza, au pengine ile mbolea ambayo uliweka shamba lako alikuwa linahitaji ile aina ya mbolea, ilikuwa inahitaji kingine kabisa. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta kwenye shamba lako kuna vipala kama huyu jamaa hapa muhindi umeota na pengine hapajaota. Huyu jamaa ameunguza mahindi yake. Sasa hii yote inatokana na watu kukosa maarifa sahihi au kukosa elimu juu ya afya ya udongo. Mara nyingi wakulima wengi tunalima kilimo cha mazoea, na hicho ndicho ambacho kinasababisha watu wengi kupata hasara. Aidha mbolea kuweka nyingi sana, kwa hiyo anatumia gharama kubwa kwenye kununua mbolea, au ananunua mbolea zisizo sahihi, anaweka kiwango ambacho ni kikubwa
pengine mpaka kinasababisha emissions za gesi na kuharibu ecosystem ya kwenye shamba lake, kwa hiyo mazao yanashindwa kukua. Au pengine ana apply zile mbolea ambazo hazijathibitishwa, maskini ya Mungu. Kwa hiyo mwisho wa siku wakulima wengi tunaona wanapata hasara. Sasa nini cha kufanya? Kupima udongo ni suluhisho, kwa sababu ukipima udongo inakusaidia kujua ni kiasi gani cha nutrients au kiasi gani cha virutubisho ambacho kipo kwenye udongo wako. Kinakusaidia kujua kiwango cha nitrogen, phosphorus na potassium na virutubisho vidogo vidogo ambavyo vinasaidia katika kustimulate zile enzymes za mmea na kuhakikisha kwamba mmea wako unakuwa katika hali nzuri. Sio tu kukua, lakini tunaona hata kwenye hatua katika hatua ya kuweka matunda, katika hatua ya kukomaa kwa mimea ambayo inategemea hivyo vitu, na hatua mbalimbali za ukuaji wa mmea mpaka kufikia hatua ile ya kuzalisha na kutoa matunda yaliyo bora. Kwa sababu kitu ambacho kinamata sio tu mmea uzae, ila je, yale matunda ambayo yanatoka yana ubora gani? Je, yana ubora katika soko? Yanaweza yakauzika? Unaweza ukatoa tu muhindi, lakini ule muhindi ukawa ni dhaifu kiasi cha kwamba zile mbegu yale matunda ni madogo madogo kiasi cha kwamba ukija ukayapukuchua yanaweza yasitoe kwa gunia nyingi au yakatoa kiasi kikubwa kama vile ulivyopanda. Kwa hiyo ubora wa ile mbegu au ubora wa kile kitu ambacho kinatoka, final product, ni muhimu sana katika kilimo, kwa sababu hicho ndio itadetermine faida yako hapo mbele. Kwa hiyo kwa kupima udongo itakusaidia cha kwanza kujua virutubisho ikiwemo pH, unyevu na vitu vingine. Na uzuri ni kwamba kupitia teknolojia ya Mazao Hub ni rahisi sana, na sio tu kwa Mazao Hub. Najua kuna watu mbalimbali ambao wanapima au wana teknolojia ya kupima udongo. Kuna serikali inapima afya ya udongo, kuna mashirika binafsi inapima afya ya udongo. Ila kwetu sisi imekuwa ni rahisi na iko recommended kwa sababu sisi tunatumia teknolojia ya akili mnemba AI, ambayo inasaidia kuchakata zile taarifa kulingana na maeneo uliopo, kulingana na hali ya hewa ambayo upo wewe kama mkulima au kama ni bwana shamba. Lakini pia teknolojia yetu ni rahisi, inabebeka. Unaenda popote pale ukiwa na hizi soil kits hizi ambazo umeona wameshika hapa, na ziko nyingi sana, na tunahakikisha kwamba karibu maagronomist wote ambao wanashirikiana au wapo Mazao Hub wana hivi vifaa. Na kwa kufanya hivyo tunakusaidia wewe mkulima sasa kupata mavuno ya ndoto yako. Kwa hiyo tunasema kupima udongo ni suluhisho, kwa sababu litakuondolea gharama ya kuweka mbolea kiasi kingi sana kuliko mahitaji ya ule udongo. Itakusaidia kupata hasara kutokana na kutojua mmea unahitaji nini au udongo una virutubisho gani. Pamoja na hivyo, kuna faida nyingi sana, mpaka kujua aina gani ya mbolea unapaswa kuweka katika shamba lako kulingana na zao. Sasa hapo nimezungumzia kuhusiana na kupima udongo. Kwa hiyo sisi tunasema teknolojia kiganjani kwako. Kama nilivyowaambia kwamba hii teknolojia ni rahisi sana, hasa ukiwa na Mazao Hub, kwa sababu imagine ukiwa na simu yako ya mkononi tu unaweza ukawa na uwezo wa kupima soil yako. Unaweza ukawa na uwezo wa kupima udongo wako ukiwa na simu ya kiganjani, simu janja, pamoja na soil sensor. Kwa mabwana shamba na wakulima unaweza ukapima mpaka
virutubisho vyote moja kwa moja, na hii inaendana sambamba na kupata mpaka ukubwa wa shamba lako, kwa sababu tunajua muda mwingine ukubwa wa shamba pia unachangia katika kurecommend kiasi cha mbolea ambacho kinahitajika kuwekwa kwenye shamba lako. Kwa hiyo kwa kutumia simu yako ya mkononi unaweza ukatumia GPS kupima ukubwa wa shamba lako. Unachohitaji tu unaenda kwenye hilo shamba lako, wakati una collect zile samples za udongo, unazunguka kulingana na ukubwa wa ile plot au ile tunasema kale ka portion ka shamba lako ambako unataka ukapime. Unatumia tu GPS, unazunguka. Mwisho wa siku teknolojia inakusaidia kuchakata ukubwa wa eneo. Kwa hiyo hauna haja ya kukadiria, kwa sababu kila kitu kimerahisishwa, ni wewe tu kucapture. Sasa kwa kufanya hivyo itakusaidia nini? Cha kwanza, tutakuwa na uwezo wa kupata taarifa za shamba lako vizuri. Kwa hiyo hapa tutatumia GPS na hata pia geolocation, tunaweza tukaspot kwa maeneo ambayo uko nayo, je, ni mazao gani mengine ambayo yanaweza yakastawi vizuri kulingana na data ambazo ziko kwenye mfumo. Kwa kufanya hivyo moja kwa moja tunaweza tukapata taarifa zaidi na kukupa recommendation zaidi kwa kutumia teknolojia yetu. Na hii imerahisishwa sana, mbali na makampuni mengine au taasisi zingine ambazo zinafanya hizi soil test, sisi tumeadvance zaidi. Tunaweza tukaspot, tukakupa mpaka ripoti ya labda kwa mkoa wako wewe nini ambacho waga kinapendelewa kulima kwa maeneo ambayo uko nayo, kwa kutumia teknolojia ya GPS na geolocation pamoja na test ambazo tutakuwa tukifanya. Umeona? Sasa vile vile kwa hii teknolojia unaweza ukajua kiwango, jina la mbolea mpaka brand name kulingana na recommendation ambazo huaga tunatoa kwa wale wakulima ambao wanafanya soil test. Sasa kwa kupata ile report, baada ya kufanya soil test utapata report. Ripoti hii inakupa mapendekezo sahihi juu ya mbolea ambayo inaweza kupunguza mpaka 30% ya gharama ambazo unaweza ukatumia katika kununua mbolea kwa mazoea. Lakini pia inakusaidia kuepuka pembejeo feki, na hii imekuwa ni tatizo kwa wakulima wengi wa Tanzania na Afrika kwa ujumla, kwa sababu makampuni ambayo yanatoka nje na kuingia kwa ajili ya kujihusisha moja kwa moja na kilimo ni mengi sana, na moja kwa moja yamekuwa yakichukua viuatilifu au yakisambaza viuatilifu ambavyo havina ubora kwa wakulima. Tukumbuke kwamba watu wengi wanaofanya hivi ni wafanyabiashara na lengo lao ni kupata faida zaidi. Sasa wewe kama mkulima unawezaje kuhakiki kwamba hiki kiuatilifu au hii pembejeo ni sahihi, au unawezaje kuhakiki kwamba hii mbolea ni sahihi? Moja kwa moja ni kutumia mfumo wa mazao hapo, ambao wenyewe una taarifa za kila kiuatilifu na kila pembejeo, kwa kuwa vimethibitishwa juu ya ubora wake katika soko. Kwa hiyo ukiingia humu ukipima udongo na mazao hapo, moja kwa moja inaweza ikakupa mpaka brand name kwamba tumia huyu kwa mkoa ambao upo, imeprove imefanya vizuri, kwa sababu pengine kufanya vizuri kwa mbolea au dawa fulani au kiuatilifu fulani pengine inasaidia na hali ya hewa ya huo mkoa. Wengine kuna baridi sana, pengine kuna joto sana, kwengine kuna upepo mkali, kwa hiyo kuna some volatile elements zinapeperuka zaidi, kwa kuna vitu vingi ambavyo vinachangia. Kwa hiyo moja kwa moja sisi tutakupa mapendekezo ya mbolea kulingana na mkoa uliopo, na kama nilivyosema, wengi wamepunguza gharama kwa kupima afya ya udongo, kwa kuwa walikuwa wakitumia kiwango sahihi na
kulingana na mahitaji sahihi. Vile vile kwa kupima afya udongo, wakulima moja kwa moja tumeona wakiongeza faida. Wengi tumeona wakipata mavuno, kwa sababu kama tulivyosema kwamba teknolojia hii inakusaidia kujua kiwango cha mbolea. Lakini kuna kitu kimoja cha muhimu ambacho sikukisema, kwamba sisi kama Mazao Hub tuna mabwana shamba au maafisa kilimo ambao wapo karibia mikoa 15, mikoa 15 ambao hawa ni wa Mazao Hub. Lakini Tanzania nzima tuna mtandao wa maafisa ugani ambao wao wanashiriki katika kutoa huduma za ugani, lakini kukiwa kuna motisha ambao wanapata moja kwa moja kupitia Mazao Hub. Sasa wote hao wamekuwa wakiwahudumia wakulima na kutoa ushauri. Na baada ya kupima afya ya udongo, kwa sababu sio tu upime afya ya udongo au unapoenda hospitali, lengo lako sio tu ni kupima kujua labda blood sugar iko kiasi gani au una vimelea kiasi gani vya malaria au ugonjwa lolote, lakini lengo lako wewe ni kupata suluhisho endapo kuna changamoto yoyote iliyoko mwilini mwako. Ndicho hicho ambacho tunafanya sisi kama Mazao Hub. Tumeanzisha kliniki za kilimo ambazo zipo katika hiyo mikoa na maafisa ugani wengine ambao wako kote Tanzania nzima. Lengo ni kukupimia afya udongo. Baada ya kukupimia, wakupe ripoti ambayo itaonyesha ni mbolea kiasi gani ambayo unatakiwa kuweka na mazingira gani ambayo unatakiwa shamba lako liwe katika ukuaji sahihi wa mmea wako. Sasa sambamba na hilo, hawa maafisa ugani watakuwa wakikushauri na kukufuatilia. Hicho ndicho kitu kikubwa ambacho soil report inakuja nacho au inaambatana nacho. Kwa hiyo kwa kufanya hivi tumefanikiwa kuweka wakulima karibu zaidi na kuwafuatilia zaidi na kuhakikisha kwamba katika kila hatua ambayo mkulima anapitia kulingana na recommendations za report, kwamba hatua ya kupanda unatakiwa uweke mbolea kiasi gani, hatua ya kuvuna unatakiwa uweke mbolea kiasi gani. Kulingana na hayo yote tumewasaidia wakulima kuongeza mavuno. Sasa nini ambacho kinatokea baada ya mkulima kuongeza mavuno? Hapo moja kwa moja tunaona ina uhusiano na kuongeza faida. Kwa hiyo wakulima wamekuwa wakinufaika moja kwa moja na soil report hizi, kwa sababu zimewapunguzia gharama, lakini pia imewaonyesha nini cha kufanya kwa wakati gani, lakini pia kulingana na ushauri wa bwana shamba ambao wanatoka Mazao Hub, wakulima wamekuwa wakipata matokeo. Kwa hiyo kama humu kuna wakulima huu ni ujumbe kwao kwamba kabla haujalima hakikisha unapima udongo. Kabla hujalima hakikisha unapima udongo, kwa sababu ni muhimu sana kujua ni nini ambacho kipo kwenye udongo wako, ili unapoenda kupanda au unapoenda kulima au kama ni katikati ya msimu, moja kwa moja unakuwa unajua ni kiasi gani cha virutubisho ambavyo unatakiwa niongeze. Kuna baadhi ya wakulima ambao wamekuwa wakilima kimazoea kama nilivyosema hapo awali. Kuna baadhi yao washazoea, bwana, udongo wangu hapa kwa nilipo una asidi nyingi, kwao kila siku wao wanaweka ile chokaa, lakini hajui kama ni asidi udongo, je, niweke chokaa kiasi gani? Na hicho ndio lengo kuu la kupima udongo, sio tu kwa sababu udongo una asidi, je, ni kiasi gani? Kwa hiyo baada ya kujua ni kiasi gani, unatakiwa uweke chokaa kiasi gani au mifuko mingapi. Kuna baadhi ambao wanataka kulima kiasi, yani kutumia zile organic fertilizers. Ni sawa,
je, unatakiwa uweke kiasi gani, au wewe unaendelea tu unakuwa una add mbolea, unaongeza mbolea, unaweka mbolea nyingi, pengine hata ujui kwa sababu tu umeambiwa unatakiwa uweke mbolea labda kinyesi cha ng'ombe, wewe unaweka tu. Umeona? Sasa kwa kupima udongo itakusaidia kujua hayo, sio tu kwa zile fertilizers za nini, za za viwandani, ila hata kwenye wale ambao wanalima kwa kutumia mbolea za asili inakusaidia. Mwisho tunasema lima kiakili, kwa sababu wakulima wengi wamefanikiwa kupata mavuno na kuongeza kipato, kama kichwa cha webinar yetu ambayo inasema kwamba teknolojia inaongeza faida na kipato kwenye mnyororo mzima wa thamani wa kilimo. Kwa sisi tunasema lima kiakili. Unapotumia akili, unatakiwa uwe mchambuzi wa vitu mbalimbali. Tunasema uwe more of analytics, yaani kila kitu unapotaka kukifanya ni lazima ujue ni hatua gani utapitia, ujue ni vitu gani utafanya, uwe na kipimo sahihi cha juu ya gharama na riski ambayo utaichukua. Sasa usichukue riski tu ili mradi we ni riski. Unaenda labda unajua kuna kuweka mbolea, kwa hiyo unajua tu utakuja mwisho wa siku uweke mbolea. Lakini tunasema mfanyabiashara mzuri au good entrepreneur ni yule ambaye ana bear, tunasema anachukua zile calculated riski ambazo tayari ameziweka kwenye mahesabu kwamba hii ninaweza nikaivumilia. Lakini wewe ukiwa unawekeza tu kwenye kilimo ili mradi umelima, mwisho wa siku uje upate matunda, kwa hiyo unakuwa umejiweka katika watu wanasema liwalo na liwe, kwamba utalima lakini ukipata matokeo sawa, usipopata matokeo ni sawa. Sasa kwa nini usibadilishe kidogo, au sisi kama wataalam tusibadilishe ile namna ambayo tumekuwa tukikiendea kilimo, tuanze sasa kupanga katika mwanzo wa msimu. Tunakuwa tunaandaa mpango wa kilimo, tunajua ni gharama gani ambazo maximum tutachukua kabla hatujalima kulingana na zao ambalo uko nalo. Kabla ya kuanza unapima afya ya udongo kujua kwamba ni virutubisho gani vipo na kujua ni namna gani ambavyo naweza nikaufanya ule udongo ukazaa zaidi. Umeona? Lakini pia mwisho wa siku uje ukafuate ule ushauri wa bwana shamba ambayo amekupa. Kuna kitu kimoja ambacho uwaga kinanifikirisha, labda pia na tatoa kama sehemu ya kuchangamsha mada. Kipindi kwa Waislamu, sijajua kama hii historia mko nayo, lakini Mungu alipomwambia Ibrahim kwamba nitawapa uzao wako nchi yenye maziwa na asali, si ndio? Mwisho wa siku tunakuja tukaona kwamba Mungu nchi yenye maziwa na asali ndio Israeli. Hivi kwa Israeli ambao tukiangalia sasa, ile unaweza ukasema ni nchi yenye maziwa na asali kwa sababu kiasi kikubwa au sehemu kubwa au kuna baadhi ya sehemu ni jangwa kabisa, na tunaona kwamba hata ile njia ya kuelekea kwenye ile nchi ilikuwa ni jangwa. Lakini mwisho wa siku Mungu anasema ile nchi ilikuwa ni nchi yenye maziwa na asali. Umeona? Sijajua kama walioko huko wanakunywa maziwa na asali, lakini kitu ambacho ninajua ni kwamba ile nchi yani itakuwa ni nchi ya raha. Yaani kusema nchi maziwa na asali ni nchi ya raha. Sasa kwa picha ya kawaida ya kibinadamu tunaona kwamba ile ni nchi yenye jangwa. Sasa pale Mungu alikuwa anamaanisha nini? Kwamba sisi kama wanadamu tumepewa kila kitu. Tuko Tanzania hapa, pengine Tanzania ndio hiyo nchi yenye maziwa na asali, lakini hatujui. Lakini Mungu ni kwamba ameweka tu akili kwamba tuhakikishe kwamba tunapokuwa tunatumia ile akili
au tunatumia ule ujuzi ambao tuko nao, tunatumia teknolojia kuhakikisha kwamba tunaleta matokeo. Nadhani hicho ndicho Mungu alichomaanisha, wala kumaanisha kwamba hilo nchi itakuwa iko highly productive, kwamba miti itakuwa ukipanda tu na unavuna. Hapana, pengine alimaanisha kwamba nimewapa kitu kwenye ile nchi, nimewapa maarifa. Sasa yale maarifa ndicho yatafanya either nchi isizae au izae. Kwa hiyo kama Mungu ametupa hivyo, kwa nini tusitumie teknolojia kuhakikisha kwamba tunapata yale maziwa? Tunaweza tukaigeuza hata Tanzania kuwa nchi yenye maziwa na asali kwa kutumia teknolojia au ujuzi ambao wataalamu walikaa na kuhakikisha kwamba wanaweza kuifanya ile ardhi ikawa more productive. Sasa tulikuwa tunazungumzia kuhusu soil test na nini. Pengine watu ambao wako humu, wakulima mbalimbali, wanajiuliza soil test report inafanana namna gani? Soil test report inafanana na namna hii hapa, ambapo hapa unapima kiwango cha nitrogen, phosphorus, potassium, tunapima pH, tunapima na unyevunyevu, lakini pia tunaenda mbali, tunapima na conductivity, ambapo pia inasaidia kujua ni kiasi gani cha chumvi ambacho kipo katika udongo. Kwa leo kwenye presentation yetu fupi hatutakuwa na demo, lakini kwa sababu demo inabidi tuwe tuna soil test, tuna soil tuweze tukapima, kwa itakuwa ni more physical kuliko kupresent hapa. Nikaribishe kama kuna yoyote mwenye maswali. Nadhani kama kuna yote mwenye maswali, naona humu kuna wataalamu wengi sana wa kilimo hapo humu, lakini pia kuna wakulima mbalimbali. Karibuni. Nakaribisha maswali. Kama kuna yote mwenye maswali, karibu. Wataalamu wapo, takusaidia kujibu. Karibu Mr. Shabani Kajiru, karibu sana. Okay, asante sana kwa somo zuri. Binafsi mimi nimepata kuelewa, lakini nilipenda kuhoji kidogo, labda inawezekana kwa faida ya wengine pia na mimi, kwamba utaratibu au gharama za namna ya kuweza kupata hii huduma ya kupima udongo inatofautiana kutokana na maeneo, ama ni kwamba bei iko constant, na labda kama iko constant ni kiasi gani? Asante. Asante sana Mr. Shaban Kajiru. Naona tuna outreach officer hapa kutoka Mazao Hub, Madam Margaret Machinyita. Karibu madam, na ningeweza kulijibu, lakini ukilijibu kwa upande wako, kwa kuwa ni mtaalamu wa kilimo, itakuwa ni vizuri zaidi na unaweza ukatoa mambo mengi ambayo pengine mimi nisingeweza kutoa. Karibu Madam Margaret. Asante sana Mr. Gabriel kwa somo zuri. Nikushukuru Mr. Shabani kwa kuuliza swali. Gharama za upimaji wa afya ya udongo ni constant. Maana yake kipimo kwa ekari moja tunapima kwa shilingi 30,000. Hiyo sampuli moja. Na kukufikia, maana yake tunafika shambani kwa gharama za ofisi, kwa hiyo tutalocate tu shamba lako liko sehemu gani. Kwa hiyo sisi tutakufikia, tutakupimia na tutakupatia majibu kwa wakati. Karibu sana. Asante Gabi. Asante sana Madam Margaret. Kama alivyosema kwamba ni constant, kwa hiyo kulingana na eneo lako lilivyo, mtaalamu anaweza akafika pale akakushauri akachukua baadhi ya sample kwa gharama ya ofisi, lakini wewe utakachotakiwa kulipia ni hiyo 30,000 ambayo itakava hiyo sample moja kwa moja. Na uzuri ni kwamba atakapokupimia hapo hapo atakupa na ushauri. Kwa hiyo
uwe free kuwasiliana na wataalamu, lakini kama vile utataka unaweza ukapata namba zao kupitia chat ambayo tuko nayo hapa. Nimeona bado umenyosha mkono Mr. Shabani. Mr. Shabani Kajiru. Huu utakuwa mkono wa watazamaji. Okay, asante. Sawa sawa. Kama kuna mwingine ana swali. Okay, namuona Mr. James hapa. Karibu Mr. James. Asante sana mtangazaji. Napenda kushukuru pia kwa somo la leo, limekuwa nzuri sana, tumepata kuelewa. Nilikuwa na swali kidogo hapa najiuliza, ninauelewa kidogo kwamba kwa sababu hii rutuba ya udongo huwa inabadilika. Sasa huyu mkulima mfano amepimiwa mwaka huu, itabidi apime tena baada ya muda gani? Lakini pia baada ya huyu mkulima akiwa ameshapimiwa udongo, mfano ile recommendation fertilizer hawezi akamudu gharama, je, anaweza akaenda akatumia zile mbolea za asili au kuna njia ya kumwezesha? Ndio. Asante. Hili swali kwa kuwa liko more technical, na leo nimeamua niwaachie watu wa shambani tu ndio watajibu. Madam Fides, kama uko sehemu nzuri, Fides Mushi. Sawa, naona anaweza siwe kwenye nafasi nzuri saa hizi. Margaret, unaweza ukajibu tena ili swali? Asante Mr. James kwa kuuliza swali. Godi. Tunashauri kitaalamu Godi. kulingana na mabadiliko ya hali ya nchi. Unasikiliza? Tunashauri kila baada ya msimu unavyoanza unatakiwa upime, na hii ni kutokana na mabadiliko ya tabia ya hali ya nchi au hali ya hewa tuseme. Kwa hiyo zile nutrient ambazo zinazohitajika kwenye mmea huwa zinatofautiana kila baada ya msimu. Kwa hiyo tunakushauri upime kila baada utakapoenda kupanda zao husika. Kama mwaka huu unapanda mahindi, msimu unavyoanza tunakushauri upime. Kwa hiyo ni vizuri kupima kila msimu, yaani kila msimu unavyoanza unatakiwa upime, japo wengine wanasema kwamba unaweza kupima kila baada ya miaka mitatu ukapima tena, lakini sisi kama mazao habu na kulingana na uzoefu tulionao field huku shambani, tunaona mambo ambavyo yanavyokuwa yanabadilika. Kwa hiyo tunashauri kila msimu unavyoanza upime kulingana na zao unalokwenda kupanda. Kwa hiyo ni vizuri Mr. James, utakapoanza kupanda mazao yako upime kabla ya kupanda. Asante Gabi. Asante sana, asante. Hello. Karibu Madam Fides. Naomba kuongezea kidogo hapo kwa Margaret. Kitu pia kinachotokea unakuta kwamba tunalima yale mazao, kuna mazao ambayo yanakula sana na mengine yanakula kidogo. Tunasema heavy feeder and light feeder. Ambacho kinatokea ni kwamba kwa mfano kama let's say umepanda heavy feeder, unakuta imetumia nutrient tofauti na ile light feeder. Kwa mfano kama light feeder inawezekana ukaja ukapima udongo ukuta labda hautaki kuadi nutrient yoyote. Kwa ni vizuri ukapima kila msimu. Sawa, asanteni sana wataalamu wetu kutoka mazao. Naona James tena una swali, karibu. Sawa, nashukuru. Nilikuwa pia nilijaribu kwamba mfano nikasema kwamba alipimiwa, lakini kwenye zile recommendation mkulima hawezi akamudu gharama. Je, atashauriwa atumie mbolea hizi za asili au kuna njia ya kumwezesha ili apate zile mbolea kutokana na recommendation aliyopatiwa na mtaalamu wa mazao hayo? Asante. Godfrey, kama upo. Mr. Godfrey.
Asante Mr. Gabriel. Nimesikia hapa swali la Mr. James. Kwa kawaida hautamshauri mkulima atumie mbolea za kawaida kama alikuwa dhumuni lake ilikuwa ni kupata mavuno bora zaidi. Kwa hiyo ni vyema tu atumie, namna tutafanya sasa hapo hivi itabidi itakuwa ni uhusiano wake mkulima na sisi mazao, kama tumekuwa tumeshamhudumia sana zaidi labda ya msimu kadhaa, hapo amekuwa ni mtu wetu, tukamsaidia kwenye hiyo swala la kuweza kumwezesha kupata hizo mbolea ambazo tumemshauri ili aweze kutumia ili aweze kupata mavuno bora zaidi. Kwa hiyo issue kubwa ni kwamba mkulima akiwa ni mkulima wetu zaidi, tumeshamhudumia kwa misimu kadhaa na tunamwamini, tunaweza tukamsaidia kwenye hilo swala, lakini hatutamshauri mkulima atumie mbolea za kawaida ambazo tunaamini hazitampatia manufaa mazuri kama alikuwa anategemea. Asante. Asante sana. Either kama kuna Margaret au Fides nataka kuongezea hapo. Hapa Mr. James, kitu ambacho natakiwa uelewe kwamba kilimo ni gharama. Ndio maana sisi kauli mbiu tunasema kwamba lima kiakili. Maana yake kabla hujaanza kulima lazima ujue kwamba utatumia gharama kiasi gani. Ndio maana sisi tuna huduma nyingi, sio tu kwamba hii ya kupima afya ya udongo. Maana yake tunamsaidia mkulima kuandaa mpango wake wa kilimo, kwa atajua kabla hajaingia shambani ni kitu gani afanye au nini kinatakiwa kifanyike. Kwa hiyo maandalizi ya awali ni muhimu sana kuliko tu anavyofikiria. Ndio maana tunasema kwamba lazima utumie akili kabla hujaingia shambani. Kwa sisi kama Mazao Hub tunamsaidia mkulima aweze kutumia akili, pia kumsimamia katika kilimo chake. Kwa hiyo kuhusiana na hizi mbolea ambazo unasema kwamba tumshauri kwamba atumie mbolea hizi za kawaida ambazo sisi unamaanisha kwamba ni samadi ni nini, kwenye vipimo vyetu pale vinaonyesha kwamba utaweka samadi kiasi gani, utumie hizi mbolea za kiwandani kiasi gani, utumie chokaa kiasi gani. Kwa hiyo sasa yote ni maandalizi ya awali kwamba nini kinatakiwa kifanyike, na sisi kwa sababu Mazao Hub pia tuna huduma nyingi, hiyo yote tunamshauri kwamba nini unatakiwa ufanye ili upige hatua kwenye kilimo chako. Na hisi utakuwa umeelewa Mr. James. Nimeelewa. Okay, asante kama umeelewa, lakini vile vile kuongezea hapo kwenye report ile soil report nimefanikiwa kuipitia mara kadhaa. Uwaga pia kuna kuna recommendation ya hizo organic fertilizers. Kwa hiyo unaweza ukapitia hapo ukaona, kwa kama wewe ni ushawahi kupima huo udongo na nini, unaweza ukaona. Nimeona Roy Nyangile, karibu sana, karibu. Karibu Mr. Roy. Asante, nashukuru sana. Sasa kwanza nashukuru kabisa kwa presentation nzuri. Lakini mimi kwangu nilikuwa nataka kujua kuhusu nyie kama taasisi Mazao Hub, mna mifumo gani ya kufanya ugunduzi wa wadudu na kumshauri mkulima juu ya management ya hawa wadudu? Sababu tunajua kwamba kwenye kilimo, yani kilimo ni mazao ambayo kilimo ni miongoni mwa industry ambazo zinashambuliwa sana na wadudu kutokana na mambo mengi. Sasa nyie kama bwana shamba huko field huko, mnatumia njia gani labda kugundua wadudu hao ambao wapo huko kwenye field za wakulima? Lakini na je, mnafanyaje ili kuwashauri wakulima wakaweza kutumia labda njia sahihi zaidi? Ni njia gani, kama je ni IPM ama nini? Yani mnafanyaje kuwashauri wakulima juu ya pest management? Asante sana. Ili swali nitalijibu, la kwanza nitajibu mimi kwa sababu kuna kipengele cha mfumo hapo umekigusia. Kwa hiyo mimi nitalijibu. Kwenye upande mzima wa teknolojia, kwamba tuna teknolojia gani kuhakikisha kwamba tunatambua magonjwa ambayo yanakumba. Currently ambayo iko deployed hatuna, lakini bado tunaendelea kufanya research kwenye timu yetu ya IT na timu yetu ya mabwana shamba
kuhakikisha kwamba zile data za wadudu na visumbufu vyote ambavyo vipo kwenye sekta ya kilimo tunazichambua na kujua tatizo lipi linasaidiwa na nini, na kulingana na teknolojia yetu ambavyo tunafanya, kama ilivyo kwenye udongo tunatumia AI. Pia tuna mpango wa kuhakikisha kwamba AI pia ina penetrate moja kwa moja kuingia kwenye IPM, integrated pest management. Lakini kwa sasa hivi kitu ambacho kipo kinafanya kazi, kuna kipengele cha maarifa, ambacho maarifa moja kwa moja ni kipengele ambacho kipo kwenye mfumo. Hiki kipengele kuna vipengele vingi. Kuna mbegu, utapata maarifa kuhusiana na mbegu, ukuaji, matunda, mazingira ambayo yanastawi. Lakini kuna hiko kipengele ambacho umekigusia, kipengele cha wadudu na magonjwa, ambacho hicho kimekava kulingana na zao husika, kujua aina gani wa wadudu na wadudu wao wanastawi katika mazingira gani, namna ya kuzuia, lakini na namna ya kuzuia na namna ya kukabiliana nao. Lakini kipengele cha pili, kuna vipengele vingi hapo kwenye maarifa, lakini nitaachana nao kama vile hali ya hewa na nini, huko viko almost 6. Lakini kuna kipengele kingine kabisa ambacho ni uti wa mazao hapo, tunaita simamia kilimo. Na pale kwenye simamia kilimo kuna kipengele kikubwa sana ambacho kinasaidia kuweka rekodi za shamba, ambacho kinaitwa orodha ya usimamizi wa shamba, ambapo mkulima atakuwa anafahamu records zake na kujua historia yake tangu anaanza kuhudumiwa na mazao au anaanza kutumia mazao mpaka kwenye hatua aliyofikia. Lakini kuna hiko kipengele cha integrated pest management, ambacho hicho kimeunganishwa moja kwa moja na Pembejeo Connect, kwamba wakati afisa ugani au mkulima unakabiliana na wadudu, ni hatua gani ambazo ulizichukua katika kukabiliana na hao wadudu au visumbufu mbalimbali, kama ni fungus au kama ni wadudu wanaokula mazao yako. Sasa hiki kipengele kina include moja kwa moja na viuatilifu ambavyo utavitumia au sumu au vile viuadudu ambavyo utazitumia. Tuna rekodi kila kitu, na kama nilivyokwisha kusema kwamba pembejeo yoyote ambayo ipo kwenye mfumo inarekodiwa na kuwekewa performance yake. Kwa hiyo kipengele kadri utakavyokuwa unakabiliana na wadudu, tunapima performance ya kiuatilifu kwa kuonyesha matokeo ambayo yanakabiliana. Kwa nadhani hapo utakuwa umenielewa. Lakini kwenye kipengele cha ugunduzi, bado maafisa ugani wetu wana nafasi ya kwenda shambani kuhakikisha kwamba wanajiridhisha kwamba huu ugonjwa ni huu kwa macho. Lakini kwenye upande wa teknolojia tunaendelea kutengeneza hiyo mifumo. Lakini hiyo ilikuwa ni upande wa teknolojia na upande mzima wa mfumo kukupa picha. Lakini nini hasa kinatokea field, ningependa either Margaret au Madam Fides kama unaweza ukashare experience ya huko field na namna ambavyo uwaga mnashirikiana na wakulima katika kusolve changamoto za visumbufu. Karibuni. Asante Mr. Gabriel. Field huku kitu tunachokifanya kwa wakulima ambao tunaowahudumia na kuwasimamia, baada ya kushakuwa tumesha kusajili kwenye mfumo wetu, tumekusimamia, lazima tufike shambani moja kwa moja, na tukifika shambani sio mara moja. Pale tutapeana ushauri nini cha kufanya kulingana na zao husika na kitu tulichokuta shambani. Maana yake wewe pia inatakiwa mkulima uwe na utayari wa kupokea mabadiliko. Maana yake tukikutana na changamoto, labda unasumbuliwa na ugonjwa wa kantangaze, basi sisi tutakushauri nini kinatakiwa kufanyika kulingana na changamoto tuliyokutana nayo shambani. Maana yake tutakufikia moja kwa moja kulingana na eneo uliopo, kwa sababu kote sisi tupo tunafanya kazi pamoja na wakulima. Asante Gabriel. Asante. Niona Madam Fides, karibu. Hello.
Halo. Kwa upande wangu kwenye swali hili la integrated pest management, I mean pale ilikuwa tunamaanisha kwamba we can use one method au tukacombine vyote. So integrated pest management definition yake ni kwamba ni combination of different methods. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya huko field ni vizuri twende kwa mkulima tuone kwanza shida alionao, kwa sababu kuna changamoto nyingine, sio rapidly tu ile unaanza kutumia hizi agrochemicals. Kwa mfano you can start with ile kudaka, kuua kwa mkono, lakini tukiona kwamba ile level baada ya kutumia njia fulani ile level haijafanya kazi vizuri, ndo direct tunakwenda kwenye hiyo kutumia chemical. Lakini ni vizuri tukaenda, kwa sababu mtu tu kuambiwa sio rahisi. Ni vizuri tukaenda tukaona tukashauriana. So pia unaweza kula labda alitumia dawa, unaweza kumwambia basi tumia dawa fulani, kumbe alitumia dawa ile ile ambayo unamwambia, lakini katika concentration ndogo. I mean kwamba kama alitumia kwenye concentration ndogo haitofanya kazi vizuri. Kwa ni vizuri kwenda kuona, kuangalia ni dawa hipi. Sababu pia kuna dawa za nyingine za mfumo, nyingine mpaka mdudu waguse. So ni vizuri kwenda shambani, ndio tunachokifanya field pia. Okay, asante sana. Mr. Roy, nadhani umeelewa, au kama una swali pia tunakukaribisha. Ningependa niwashukuru mpaka hapo kwa hizo jitihada ambazo mmezichukua kuhakikisha kwamba Mazao Hub inazidi kuwa ni taasisi ambayo inajipambanua zaidi kwa wakulima katika masuala ya mambo ya field assistance kwa wakulima. Lakini pia hiyo sababu niliuliza hili swali nikiwa na lengo la kujifunza mimi pia kwamba nyinyi wenzetu mnafanyaje. Mimi pia nipo katika industry hii pia, lakini ningependa kujifunza zaidi, kwa sababu unajua unaweza unafanya kitu wewe lakini labda unaishia sehemu fulani, lakini ukisikia pia wenzako wanafanyaje unaweza pia ukaongeza kitu kwa kweli. Kwa mimi basi ningependa kwa kutokea hapa hapo mnaishia nyie, labda sijui kama mtakuwa mmeshawahi kujaribu labda hizi nini, kuna applications hizi kama Plantix, umeona zinasaidia pia, ambapo sisi pia tumekuwa kujaribu kuanzia tukiwa tupo shule na nini kwa ajili ya kugundua our insect pest, weed, umeona, na pia zinatoa recommendation japokuwa so kwa ile accuracy ya kulingana na mazingira yetu huku hivi ya Tanzania, lakini pia nafikiri kwa kiasi fulani huwa zinasaidia sana. Nafikiri labda na nyie pia labda mzangu mjaribu kuendelea huko, ili kama siku nyingine hapa mkajaribu kutumia afu tukaona, ili kama siku nyingine pia labda tutaona kwenye webinar kama hii na pia tukafanyaje tukashirikishana, labda okay, labda sisi huku feed tunachofanya huku hivi labda tumejaribu kutumia hizo njia hizo, labda tunatuma matokeo 1 2 3, labda limitation ni nini, labda pengine tukashauriana, kwa sababu pia nilipogundua kwamba zile hizo ifanya kazi vizuri, pia kuna zile mambo ya subscription, au labda kama kwa sababu ni taasisi kubwa na hata labda mkaona labda kama zinasaidia mka report labda kwa management na nini, mkaanza mkasaidiwa pia kufanyaje mkapata zile subscription. Lakini mpaka hapo nashukuru, nimejifunza pia ambacho mnafanya wenzetu huko, lakini pia mimi labda changu ni hicho ambacho naweza kuwachangia. Kwa labda kama kuna mtu labda ana point of correction au labda ana experience labda kama kwenye hicho kitu yeye waga anafanyaje na nini, naweza pia akanijuza pia na mimi nikajifunza. Sawa, asante sana Mr. Roy. Mr. Roy, ningependa kujua, umesema uko kwenye sekta hii ya kilimo, uko kwenye taasisi gani Mr. Roy? Currently kuna kampuni inaitwa Mkoa Tobacco Limited. Okay. Nipo based Chunya kwa sasa hivi kama technical field attendant. Okay, nashukuru sana. Upo kwenye group moja wapo la Mazao Hub? Currently hapana, lakini ningependa kama ningeweza kupata link, kwa sababu nimekuwa tu nikifuatilia kutoka Instagram na LinkedIn. Nimekuwa nikiangalia posti zenu na nini. Asante sana.
Sawa. Nadhani utajaribu kumcontact staff wetu yoyote ambao uko na niliu, lakini kama sivyo, mwishoni mwa webinar hii kuna namba zangu hapa, tunaweza tukawasiliana kwenye masuala mazima tu ya hizo models ya hizo pest detection na nini, tuweze kuona kwamba accuracy ikoje. Lakini pia humu ndani kama kuna mtu afisa ugani au mtu yote wa field ambaye ashaye kutesti hizo model au hizo technology za nje, mbali na research ambazo tunazifanya huku ndani, pia anaweza akatoa mawazo yake na nini. Naomba kuchangia kidogo. Ndio, karibu. Kwenye swala la Plantix, Ndio. Ni nzuri, nilikuwa natumia hapa nyuma. Lakini kinachotokea ni kwamba Plantix ina baadhi ya mazao yenyewe inakuuliza kwanza, ukiingiza labda lile zao inakuuliza ule ugonjwa, wewe unaona ugonjwa unafanana na hivi. Kwa hiyo before lazima uwe kabisa una idea kuhusu ule ugonjwa. Kwa sababu let's say ni family Solanaceae. Solanaceae we have tomato, have hizi tuna nyanya, tuna biringanya. Dio. Zile zote ni family moja. So unaweza ukaweka tomato ikakuletea biringanya. Yes, kwa sababu ni family moja. Kwa kama wewe hujaona ule ugonjwa, ukashua kabisa kama ni ugonjwa fulani, yenyewe ina predict this is something. Sometimes inakuwaga ni wrong. Kwa hiyo inabidi uwe na knowledge pia wewe vizuri kuhusu ya kuisahihisha pale kama haitafanya vizuri. Yes. Kwa sababu inaweza kupale majibu ukacompare ukaona na inakuuliza kabisa iko similar. Kuna vitu nakuuliza kabisa. Kwa hiyo mwenyewe utakubali au utanani kulingana na pia na wewe ulivyoona. Sawa sawa. Nadhani teknolojia nyingi hasa hizi zinazozuka uaga zina changamoto, lakini kama alivyosema Mr. Roy, tunaweza tukaanza pale ambapo pana mapungufu, pia tuka improve au kuangalia namna gani ambavyo tunaweza tukapanua ule wigo. Nikaribishe mtu mwingine wa mwisho mwenye swali. Tumebakiza dakika 3 kufunga webinar yetu. Mtu wa mwisho mwenye swali fupi. Sawa. Nirudie kusema lima kiakili, kwa sababu hauwezi ukapata matokeo pale ambapo akili yako haipo, vinginevyo utakuwa unabahatisha. Kwa hiyo hakikisha unafanya mahesabu yako vizuri, unachukua calculated risk na unahakikisha kwamba yale matokeo ambayo utakuja uyapate mwishoni kabisa yanakuwa yako kwenye hatari asilimia ndogo kuliko asilimia za kupata faida. Sisi tunachojaribu kupunguza ni ile riski ya wewe kupata hasara na kutumia gharama kubwa. Kwa hiyo lima kiakili, andaa mpango wako kabla hujaanza kilimo. Hakikisha umepima udongo either katikati au mwanzoni kabisa kabla hujalima, na hakikisha unafuata ushauri wa ripoti na wataalamu ambao wapo kwa ajili ya kukuhudumia. Karibu Madam Margaret. Asante Mr. Gabi. Mimi sina swali, ila tu nishukuru kwa somo zuri, lakini pia nimefurahi hapo kusikia Mr. Roy yupo Chunya, kwa sababu na mimi niko Mbeya, na mimi huko Chunya anahudumia wakulima. Sasa inabidi tufanye mpango tuje tuwatembelee huko kwa wakulima wake, at least tufanye hizo zoezi la kuwapimia afya ya udongo, ili at least tuweze kuongeza kitu tuongeze impact kwenye mashamba ya wakulima waweze kupata faida pia. Kwa hiyo Mr. Roy, nitaomba tuwasiliane, nipate namba yako baada hii hapa, ili at least tuweke kitu ambacho kitakuwa ni kizuri. Lakini pia kwa wale ambao hawapo wanahitaji kupima afya ya udongo,
basi tunawakaribisha. Asante sana Gabriel. Asante sana Margaret. Unaweza ukatumia chat hapo kumpa namba yako Mr. Roy. Unaweza ukaandika namba yako kwenye chat akaipata, au Mr. Roy unaweza ukawasiliana na namba yangu ya usaidizi ni 07 9 hii ni 956 sio 965. Nitaiandika hapa kwenye chat. Moja kwa moja utakuwa na uwezo yapo, unaweza ukae. Oh, sorry. Yapo, unaweza ukawasiliana na sisi moja kwa moja, au kwa mkulima yoyote ambayo yuko humu ndani unaweza ukawasiliana na Mazao Hub moja kwa moja, tunaweza kukufikia kwa huduma hii. Ni muhimu sana kupima afya udongo, na hii sio tu kwa tuna insist kwa Mazao Hub, kwa yoyote yule ambayo yuko karibu yako, kisha kabla hujalima unapima afya udongo, kwa sababu ni jambo la muhimu sana. Vile vile unaweza ukatufuatilia kwenye Instagram, tunapatikana kama Mazao Hub, YouTube Mazao Hub, LinkedIn Mazao Hub, na kwenye website www.mazaohub.com au .co.tz, ila website www.mazaohub.com utapata kujua huduma, nini tunafanya na kila kitu. Vinginevyo niseme asante, tunaweza tukaendelea na shughuli zetu. Nimeona Mr. Roy umetuma namba yako, asante sana. Tutaichukua, nadhani Margaret atawasiliana na wewe kujua kwamba uko wapi, mnafanya nini, na kuweza kufanya